kwa maamuzi yenu. Mnavyoamua nyinyi sivyo. Yani kala ni ya kukataza kabisa. Haifai watu kubuni wenyewe sera, maazimio, miongozo wakati waliopangiwa hawajayatekeleza bado. Kwa hiyo wakome kufanya kama wanavyopenda wenyewe, watekeleze walivyoagizwa kwanza. Na kama hawakufanya hivyo, watahadhari na kile kinachowatokezea baada yake, kitakachokuja mbele yao. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, itakapokuja kutwangwa hii ardhi, huo mtwango uliokadiriwa, yani ikawa ni yenye kuharibiwa kwa ajili ya kuletwa ardhi nyingine ya kudumu. Yauma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardi, siku ambayo itakuja kugeuzwa au kubadilishwa ardhi isiwe ardhi hii mlioizoea. Wasamawatu, na itakapokuja kubadilishwa mbingu isiyo hii mbingu mlioizoea. Wabarazu lillahi alwahid alqahhar, na watu wote wahudhurishwe mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja aliyekiteza nguvu kila kitu. Kwa hiyo kama mnapanga mambo kwa akili zenu na mkasimamia upangaji wenu na mkadharau mipango mliopangiwa na muumbaji wenu, mtahadhari tu na maafa yatakayokuja kukukuteni siku ambayo patafanywa mabadiliko, vikaondoshwa hivi vitu vinavyokupumbazeni vya bandia na viletwe vitu vya kudumu badala yake. Hapo ndo mtakapokujua matumizi mabaya ya wakati wenu, na kwamba yote mlioyapotezea wakati kwenu yatakuwa hayana maslahi, hayana kheri yoyote. Wajaa rabbuka wal malaku, siku hiyo patakapofanywa mabadiliko atakuja Mola wako na malaika safan safa, waliopangwa kwa safu, wako kwenye nidhamu maalum. Wajia yaumaidhin bi jahannam, siku hiyo ndiyo siku ambayo na jahannam itasogezwa, iwekwe karibu ili ionekanwe na wale wahusika wake. Yaumaidhin yatadhakkaru al-insanu, siku hiyo mwanadamu atakuwa na kumbukumbu nzuri, atayakumbuka yote yaliyompitia nyuma, aliyoyatenda, aliponasihiwa akafanya ukaidi na mengineyo mengi atayakumbuka. Yatadhakkaru al-insanu, siku hiyo mwanadamu atakuwa na kumbukumbu nzuri sana. Atakumbuka matumizi ya wakati wake wa duniani, lazima akumbuke kwamba nilipoteza wakati wangu mimi kuhubiri sera za demokrasia na mambo mengine, wakati watu wanafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mie nikawa ninawafitini na kuwafanyia visa. Wa anna lahu dhikra, lakini kukumbuka yake siku hiyo itasaidia nini? Yesi alikuwa tu mwana demokrasia duniani na kafa kazikwa na heshima zote za chama na serikali, la Mungu hata moja hakufanya. Yeye alikuwa ni mtu wa kisasa alivyojiita mwenyewe. Sasa siku ya kuja kuonana na Mola wake atajua alivyo misuse umri aliyopewa duniani, na yote aliyoyafanya duniani kwa kuyapa umuhimu wa kwanza, siku ile anayaona hayana maana na yeye pesa mbili, lakini kukumbuka yake haiwezi kuwa na maslahi yoyote. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, kalla lirad'i, hii kalla ni ya kumkataza au kumgomba mtu kabisa mwenendo wa kujipangia mwenyewe au kufanya mambo kama anavyotamani, hauna maslahi, awache mwenendo huo. Ai, maana yake hasa irtadau ayyuhal ghafilun, hebu zindukeni enyi mlioghafilika. Kama wapo wanaofahamu, lakini maana sio wote wenye kufahamu. Watu huambiwa uongo mbaya, lakini yeye ndo akautumia ikawa ndo amali yake uongo katika saa 24 za kutwa yake, usiku na mchana anasema uongo, huku anakatazwa kwamba uongo hauna kheri, lakini yeye ule uongo kaufanya ndo mila yake. Msidhulumu, anasikia tu hayo maneno yakitamkwa mdomoni, lakini yeye dhulma ndo utamaduni wake. Kwa hiyo huyu mtu hana la kuambiwa wala hashauriki, yeye yupo tu. Sasa kwa wale ambao
akili zao ziko salama na mioyoni mwao mna imani angalau kidogo, ndo wanaambiwa wajifunze ustaarabu huu wenye matokeo mazuri katika hatima ya maisha yao. Na wale tena fungu la kupotea, wao si wenye kughafilika. Wale ndo huwa wanafuata misimamo yao, wanadumisha sera zao, ilani zao, na mambo huenda kama wanavyojipangia wenyewe. Hawaelewi kabisa kama kuna Mungu, kuna sharia, kuna halali na haramu. Wao wamekuja duniani kwa ajili ya kustarehe tu. Yaakuluna, yatamatauna wa yaakuluna kama taakulul an'am. Kazi yao ni kustarehe na kula ovyo kama wanavyokula wanyama. Wanaru maswal lahum, na moto itakuwa ndiyo makazi yao ya kufikia. Kwa hiyo watu walioghafilika, imani wanayo, wakiambiwa wanafahamu, ndo Mwenyezi Mungu anaosema nao watu kama hao. Wale wenye nyoyo ambazo wana nafsi zenye kujilaumu, nafsi zinazoghafilika na zikikumbushwa huwa zinakumbuka. Irtadau ayyuhal ghafilun, zindukeni hebu mlioghafilika. Kwa hiyo tamko au kalima ya kalla, mwenendo mnaojipangia wenyewe haufai, na badala yake zindukeni mfuate mwenendo unaotakiwa wenye maslahi. Inzajaru, hebu gombekeni andhalika, kutokana na tabia yenu hiyo mbaya ya kujipangia miongozo wenyewe. Fa amamakum ahwalun azimatun, mbele yenu huku kuna matukio makubwa yanakuja, shoti muyazingatie na haya. Maana usione tu uhai wako wa leo mzima, una afya njema, pesa nyingi mfukoni, unatakiwa sana. Usione leo lazima uwe unakisia na kesho itakuwaje. Amamukum ahwalun azimatun, mbele yenu kuna matukio makubwa ya kutisha. Hakuna jasiri anayesema mimi ninaweza nikayakabili hayo. Fi dhalika al-yawmil asib, kwenye siku hiyo ambayo ni ngumu mno. Kuna siku ngumu na ina matukio makubwa ya kutisha. Wadhalika, na matukio hayo, hina tuzalzalu al-ardu, ni pale ambapo ardhi hii itatetemeshwa au itatikiswa. Watutaharaku, na itatikiswa tahrikan mutatabian, mtikisiko wenye kuendelea. Maana sio ule mtikisiko wa sekunde 5 au 6 halafu ikatulia. Huko mwisho hii kutetemeka itakuwa ndo tabia yake ardhi muda wote uliobakia. Katika hapo wakati Mwenyezi Mungu atakapokuja kufanya universal destruction, kila kitu kikaondoka katika mpangilio, anaanza kubomoa vya mbinguni, anabomoa na vyote vya ardhini, ili kuondosha hivi vitu vya bandia na kwa ajili ya kutaka kuleta vitu vingine vya kudumu. Habari hizi huku tunakokwenda mbele zinazungumzwa kwa ufafanuzi zaidi. Idha samaa'u nshaqqat, mbingu zitakapokuja kupasuliwa. Wa adhinat li rabbiha wa huqat, zitake idhini kwa Mola wake na ni haki yake zifanye hivyo. Wa idha al-ardu muddat, na wakati ardhi itakapokuja kukunjuliwa ikaongezwa eneo lake. Wa alqat ma fiha, itupe vilivyomo ndani yake. Wa takhallat, ibakia ardhi tu safi, haina kitu chengine kigeni kilichokuwa sio asili ya ardhi humu, itabaki ardhi safi. Wa adhinat li rabbiha, nayo ardhi itake idhini kwa Mola wake. Wa huqat, na ni haki yake ifanye hivyo. Yani ni mabadiliko mengi tena makubwa, yanachukua muda mrefu, na baada ya mabadiliko hayo vitu vyote vya bandia vitakuwa vimetoweka, na vitakavyokuja hapo vitakuwa vya kudumu visivyotoweka tena. Huko ndo kutakokuwa na jahannam, kutakokuwa na pepo ya makazi ya milele na vitu vingine. Kwa hiyo eleweni kwamba leo mnajivuna kwa uhai wa bandia mliopewa kwa muda mdogo, alafu mnapokonywa. Leo mnajivuna kwa nguvu na werevu wa akili, mali, madaraka, vitu ambavyo ni vya muda mfupi, pia vya bandia. Lakini hebu zingatieni kwenye vitu vya uhakika vijavyo, hali zenu mmeziweka katika kikao gani? Idha dukatil ardu dakan daka, itakapokuja kutwangwa hii ardhi au kutikiswa hii ardhi mtikisiko mkubwa.
qala al-Jalalu, ay anasema al-Jalal As-Suyuti, ai maana ya maneno haya Mwenyezi Mungu anakusudia kutuambia zalzalat, itatetemeka ardhi yote, sio sehemu moja tu au mji mmoja, ni ardhi nzima, the whole globe. Itatikisika ardhi nzima yote, dunia nzima, hata yanhadimu kulla bina'in 'alayha wa yan'adim, mpaka libomoke kila jengo lililojengwa juu yake na wanadamu na litoweke kabisa. Hapatobakia na athari yoyote ya kazi za wanadamu. Hapawi na viwanda mama, wala viwanda vidogo vidogo, wala nyumba za makazi, wala kumbi za mikutano, wala chochote kilichoimarishwa juu ya ardhi hakitaonekana baada ya hapo. Itatikisika mpaka itupe vitu vilivyopo juu yake. Wajaa rabbuka, na siku ambayo atakuja Mola wako, wal malaku, wakaja na malaika, saffan saffa, wanakuja katika formation maalum kwa safu. Ai maana yake ni kwamba wajaa rabbuka ya Muhammadun, na siku hiyo atakuja Mola wako ewe Muhammad, lifasli alqada'i baina alibadi, kwa ajili ya kupambanua hukumu baina ya waja. Aliyetenda mema alipwe mema yake, na aliyetenda mabaya alipwe mabaya yake. Aliyechanganya mazuri na mabaya ahukumiwe mpaka papatikane hukumu kwake. Maana wengine wamo wachanganyaji, minhum khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, miongoni mwao wamo waliojichanganyia tu wenyewe, amali njema wanazo, nyingine mbaya wanazo. Wote hawa watarudi kwenye hiyo siku na lazima papite hukumu kwao. Sasa fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, ama yule ambaye mema yake yatakuwa na uzito mkubwa kwenye mizani, baada ya kupimiwa atasamehewa mabaya yake kidogo na ataishi kwenye maisha ya kuridhisha. Allahumma ja'alna minhum. Na ama atakayepimiwa mabaya yake yakawa mazito kwenye mizani, huyo mama yake yatakuwa ni hawia. Wama adraka ma hiya, na kipi kitakujulisha ujue hawia ni kitu gani? Narun hamia, ni moto uliopindukia kiwango katika ukali wake, ni moto mkali mno. Kwa hiyo kuna siku ya watu kuhukumiwa, kuhesabiwa matumizi ya kila sekunde ya uhai wao wa duniani na matendo yao yote walioyafanya. Sasa atakayekuwa kafanya mema, hapana budi, hii ni siku ya upambanuzi, siku ya uadilifu. Lazima atekelezewe ahadi aliyoahidiwa kwamba tenda mema, yanaonekanwa mema yako na utalipwa. Kwa hiyo analipwa kama alivyoahidiwa. Na yule aliyedharau mema kayatupilia mbali, na mabaya aliyokatazwa yeye ikawa ndo hobi yake, lazima na yeye aonyeshe uadilifu kwamba haya tulikuambia hayafai, na ukiyafanya yatakuja kukutumbukia nyongo, basi leo tunakulipa jeuri yako. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutanabahisha, eleweni iko siku ya kukutana na Mola wenu. Wajaa rabbuka wal malaku, ni siku ambayo atakuja Mola wako, waje na malaika, saffan saffa, waliokuja au waliopangwa au waliojipanga kwa safu. Jaa rabbuka ya Muhammadun, atakuja Mola wako ewe Muhammad, lifasli alqada'i baina alibadi, kwa ajili ya upambanuzi wa hukumu baina ya waja wake. Wajaatil malaikatu sufufan mutatabi'a, na watakuja malaika katika hadhara hiyo waliojipanga katika safu zilizofuatana, safu moja nyuma ya nyingine. Safan baada safin, wamejipanga safu baada ya safu, kama watu wanavyokuwa wakatekeleza ibada ya sala kwa nidhamu ya mpangilio wa safu. Kwa hiyo na malaika nao watakuwa wamejipanga katika mpango maalum. Qala fi tashil, Sheikh katika tafsiri ya tashili amesema kuhusiana na aya hii, qala al-Mundhir ibn Sa'id,
Mundhir ibn Said amesema maana yake aya hii, dhuhuruhu ni kudhihiri kwake Mwenyezi Mungu au kuhudhuria kwake Mwenyezi Mungu, lilkhalqi hunalika, kwa ajili ya kukutana na viumbe wake kama alivyoahidi kwenye siku kwamba kaambia iko siku ya miadi, al-yawmul maw'ud, siku iliyoahidiwa. Kwa hiyo wajaa rabbuka, atakuja Mola wako, haina maana kwamba labda tumtafsiri yeye ana movement. Mwenyezi Mungu yupo kila pahala, na haina maana kwamba ana tabia ya kupatikana eneo moja akakosekana eneo jingine. Anayaelewa mambo ya maeneo yote kwa wakati wote, lakini kaahidi ili tukio litatokea la kuwakusanya watu wote ambao walikuwa wanapewa amri za Mungu bila ya kuonana naye, wanakatazwa asiyoyataka Mungu bila ya kuonana naye, na wale walioyatenda aliyokatazwa wakajiona hawana wasiwasi, mbona nimefanya jana na haikuwa lolote, na leo nitafanya na kesho mtarudia. Sasa iko siku atakuja waonane, ajue na huyu kiumbe aliyekuwa mbishi kwamba leo niko mbele ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Leo si jasiri sana, anafanya maasi hadharani na huku anajisifu, maana anaona anawakomoa viumbe wenziwe, au kaacha amri aliyoamrishwa ya halali kabisa ya ibada kwa makusudi. Anaona yeye hajapoteza chochote, kwa sababu huyu Mungu watu muitakidi yuko mbali, hana habari nasi wala haelewi yote tunayoyafanya. Sasa maana ya kusema ndani ya aya wajaa rabbuka, akaja Mola wako, hii ndo lugha pekee yake atakayoifahamu binadamu. Sasa Mungu anamuona yuko mbali naye sana, kiasi anamfanyia ufedhuli na jeuri anayotaka, na ila hali Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya kila linalotendwa. Watu wenye imani wanamstahi Mwenyezi Mungu hata kama hawamuoni. Imani yao inapelekea kujua Mungu ananiona, na hili ni jambo la haramu, basi hujizuilia mwenyewe kwa imani yake. Lakini mtu asiye na imani yake haba au kafiri kabisa, yeye huona hii dunia yote mali yake, huangalia nyenzo zilizo ndani na uwezo wake wa kuzitumia. Basi madam hili jambo linawezekanwa, nitafanya, akafanya. Kama kuua ataua, kuzini atazini, kila baya madam roho yake imependa anafanya. Sasa maana ya Mwenyezi Mungu kusema atakuja Mola wako, ni wanadamu ndio wanaoweza kufahamu kuja kwa Mungu maana yake nini. Itakuja siku kwamba wao watahisi watu wote, walioamini, waliokufuru, weupe, weusi, wenye mali na mafakiri, wote watajua kwamba siku hii ya leo hapa tuko kwenye hadhara ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndo kuja yake. Kwa hiyo kasema huyu shekhe kwamba maana yake hiyo kuja kwa Mungu, maana yake dhuhuruhu ni kudhihiri kwake, lilkhalqi kwa viumbe wake, hunalika kwenye hiyo siku iliyoahidiwa. Wa hadhihi alaya, na aya hii, wa amthaluha, na nyinginezo zinazofanana na hii, mimma yajibu al-imanu bihi, ni miongoni mwa aya waumini wanalazimika waziamini tu, min ghairi takyifin wala tamthilin. Si lazima upate modeli ya usampuli kuja kwake atakuja vipi, anakuja na helikopta, atakuja na benzi, au anakuja kwa mguu, anakuja vipi. Si lazima wewe upate method atakayotumia yeye kuja, lakini iko siku wewe utasimama mbele yake, hiyo ndo kuja kwake. Tunafahamiana eh? Kwa hiyo anasema Mundhir ibn Said, maana ya aya hii, kuja kwa Mwenyezi Mungu, dhuhuruhu lilkhalqi hunalika, ni kule kudhihiri kwake Mwenyezi Mungu mbele ya viumbe wake huko alikotuahidi. Wa hadhihi alayatu wa amthaluha, na aya hii na zinazofanana na hii, mimma ni miongoni mwa aya ambazo yajibu al-imanu bihi, ni wajibu kwetu kuziamini tu kwamba iko siku sisi tutaonana na Mungu, na si lazima udadisi utafute possibility atakuja vipi mpaka tuonane na. Hiyo sio kazi yako. Iko siku tutaonana naye, uelewe iko siku tutaonana naye, na lazima upate alichokuahidi kutokana na matendo yako, mazuri yako na mabaya yako. Kwa hiyo hiyo ndo siku yenyewe anayoizungumza, min ghairi takyifin
bila ya kujua kaifia, atakuja vipi, wala tamthili, wala mfano wa kuja kwenyewe. Huwezi kuelewa wewe kwa sasa mambo haya, lakini elewa iko siku Mwenyezi Mungu atakuja kwa viumbe wake na malaika wake watasogea hapo mbele ya viumbe. Maana ndo hapo pana kazi kubwa kabla watu hawajaenda kwenye vituo vyao vya mwisho, final destinations, kama ni motoni au peponi. Wakala Ibn Kathiri, na Ibn Kathiri naye kasema, qama al-khalaiqu min quburihim li rabbihim. Siku hii maana yake viumbe wote watasimama kutoka makaburini mwao. Aya inasema Mungu atakuja, lakini anasema Ibn Kathiri viumbe wanatoka makaburini mwao, maana ndo siku ya kufufuliwa imefika. Watafufuka waliokataa, waliosema kufufuliwa hakuna, na waliokubali ndo wanafufuliwa siku hiyo. Sasa viumbe wakishatoka kwenye makaburi yao watakuwa ni wenye kuhudhuria hapo mbele ya hicho kisimamo cha kukabiliana na hukumu mbele ya Mola wao. Ndo maana ya kuja kwa Mwenyezi Mungu. Qama al-khalaiqu min quburihim li rabbihim, viumbe wote watasimama kutoka kwenye makaburi yao walimozikwa kwa ajili ya mkutano baina yao na Mola wao. Wajaa rabbuka lifasli al-qada'i baina khalqihi, na watu wakishasimama hapo ndipo atakapokuja Mola wako kwa ajili ya kupambanua hukumu kwa uadilifu baina ya viumbe wake wote. Walipwe kila mmoja na analostahiki kulipwa. Wengine wazembe sana, maneno yao matamu lakini matendo yao na itikadi zao ni mbaya. Wanafiki wanaitwa, Mwenyezi Mungu atunusuru kuwa katika itikadi hiyo. Wengine ni makafiri wa wazi waliojitangaza wakakataa kila kitu, na wengine walikuwa wameamini lakini mema yao kidogo, mabaya yao ndo mengi. Na wengine wameamini kweli kweli na matendo yao yakathibitisha kuwa kweli wameamini. Waliloamini kuwa ni thawabu walilitenda kwa kutegemea kuipata hiyo thawabu, na waliloamini kuwa ni dhambi walijitahidi kuliwasha kwa kuogopa maafa yake. Kwa hiyo hii ndio siku ambayo watu wakishasimama hapo na akaja yule mlipaji, hapo ndipo patakapopitishwa hukumu, kila mmoja akajua nini kavuna baada ya kazi ya kupanda. Maana hapa duniani watu ndo wanapanda na mavuno yatakuja kuonekana maslahi yake hiyo siku ya mkutano mkuu, yaumul qiyama, siku ya kisimamo. Wadhalika, na tendo hili litatokea baada ya wakati ambao yastashfi'una ilayhi sayyid waladi Adam Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Watu wote waumini wa kila umma watataka waombewe na huyu bwana wa watoto wa Adam ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani anasema shekhe hapa, kitendo cha Mwenyezi Mungu kuanza kuhukumu kitafanyika baada ya waumini wa umma zote kutaka kwa Mtume Muhammad aseme na Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu aanze hukumu. Kuna hadithi moja ndefu ambayo imepokelewa, iko katika Bukhari na Muslim, inasema kwamba yajtami'u almu'minin au yajtami'u almu'minun, watakusanyika waumini wote kuanzia hao walioishi zama za Adam mwenyewe mpaka watu wa mwisho watakao kuja kupigiwa baragumu kama watakuwepo waumini. Wale watu waumini walioikubali akida ya tauhidi wakamwabudu Mungu mmoja, baada ya kisimamo kirefu wataanza kufanya shura ndogo ndogo, wazae shauri, jamani tushasimama muda mrefu. Maana hiyo imeitwa yaumul qiyama kwa sababu ni siku ya kisimamo. Watu wakishatoka makaburini mwao, ile spidi ya kutoka kaburini mtu anakwenda mbio. Yauma yakhrujuna min al-ajdathi siran ka'annahum ila nusubin yufidun. Watu wanatoka siku hiyo kwenye makaburi yao mbio nyingi, tena mbio zenyewe sio za kitoto, ni mbio ambazo kama wanakimbilia mfunda hivi. Wameambiwa atakayefika kule mwanzo atapata zawadi, ndo mbio zenyewe. Mbio zile kubwa za relay
watu wanakimbia kweli kweli. Ile likipigwa tu baragumu, umeamka unajishtukia ndo mie fulani bin fulani, basi wewe cha kwanza unakwenda mbio nyingi, hujui unakwenda wapi, lakini utakwenda mbio. Hasa hizo mbio zikeshatulia hizo, watu wote watakuwa wamesimama kwenye uwanja, maana ardhi mviringo. Wewe toka hapa Afrika Mashariki, Kwerekwe ndo ulipozikwa. Hasa ukitoka Kwerekwe si unakwenda mbio nyingi sana. Wewe hata ukizunguka dunia nzima kwa duara hilo utatokezea hapo hapo tu. Matokeo yake watu wanakwenda mbio bila mpangilio, lakini hata wakishatulia watajishtukia wamesimama kwenye uwanja mmoja. Na watasimama watu kwa muda wa miaka mingi kwa vipimo vya siku zetu za duniani. Kuna siku inakadiriwa kuwa ni kiasi cha miaka 50,000 kwa siku tunazohesabu duniani. Siku moja inakadiriwa ina urefu wa miaka 50,000, ambayo kipindi hicho watu watakuwa wamesimama tu wima, hamna kukaa kitako, hawana nguo, hawana viatu, hawana kofia, na jua ni kali limeshushwa umbali wa maili moja tu kuliko kutoka ulipo utosi wa mwanadamu. Sasa ni kisimamo cha muda mrefu, na watu hapo watakuwa wanapata adhabu ndogo ndogo. Wengine watakuwa na adhabu ndogo ndogo, wengine adhabu zao hapo kubwa, wengine hawana adhabu yoyote, lakini wamesimama, hawachoshwi na kusimama. Na hapo bahati mbaya hawataanza watu kupata huduma ya chakula wala kinywaji kama alivyokuwa kaburini, hali hanywi. Basi na hapo kisimamo chote hicho hapana huduma ya chakula wala kinywaji. Kwa hiyo kisimamo hiki kikiwa kirefu, ndo waumini sasa baada ya kisimamo kirefu wataanza kunongonezana, kuzaa shauri, jamani tufanyeje, mbona siku zimekuwa nyingi na kisimamo kimechosha. Basi tena hatuhukumiwi, angalau kila mmoja akajua wapi anakwenda. Yajtami'ul mu'minuna, watakusanyika siku hiyo ya kiyama waumini, na waumini ni waumini, hawabaguliwi walimfuata mtume gani, itikadi yao ni ya tauhidi, wameamini la ilaha illa Allah wazama zote. Kwa hiyo watakuwa wanaelewana kwa alama zao kwamba wao ni watu wenye itikadi moja, wanaweza wakashare maneno kidogo, wakafanya conversation. Fayakuluna, watasema waumini kwa pamoja baada ya kushauriana, lau istashfa'na ila rabbina, lau kama tutampata mtu wa kwenda kutuombea shifaa kwa Mola wetu, liyaqdi alaina, ili Mungu aje atuhukumu tena, hata yurihana min makanina hadha, mpaka tupumzishwe tena na kisimamo chetu hiki. Waumini wanazaa shauri baada ya kisimamo cha muda mrefu kwamba tungelimpata mtu wa kwenda kutuombea kwa Mwenyezi Mungu, aje aanze kutuhukumu tena, ili tuondoke tupate kupumzika kwenye kisimamo chetu hiki. Fayakulun, watasema baada ya kushakupeana hiyo rai, baadhi yao watatoa shauri tu Adama, tumwendeeni Adam, innahu abul bashari, kwa sababu yeye ndiye baba wa wanadamu wote. Khalaqahu Allahu biyadihi bila abin wala ummin, Mwenyezi Mungu kamuumba Adam kwa mkono wake mwenyewe, hana baba wala mama. Kwa hiyo yule kwa hadhi yake special mbele ya Mwenyezi Mungu, akimuomba Mungu huenda labda Mwenyezi Mungu akasikiliza maombi yake. Waumini watakaa siku ya kiyama wazae shauri hilo, baada ya kuona wamefufuliwa, wameshasimama pale kwa muda mrefu, hajaulizwa mtu. Kwenye suratul Rahman Mwenyezi Mungu anasema, fayaumaidhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan, siku hiyo ya kisimamo haulizwi mtu yoyote wala jini yoyote kuhusu dhambi yake. Yuhrafu almujrimuna bisimahum, watu wenye makosa wote watakuwa wanajulikana kwa alama zao maalum. Huyu mzinifu, huyu mlariba, huyu kazi yake kusema uongo, huyu alikuwa ni mchongeshaji tu kati ya wenziwe, mashaim binamim, huyu hivi. Watu wote wana alama zao kule, kwa hiyo hakuna usumbufu wowote. Lakini Mwenyezi Mungu kwa ile hasira alionayo, na kwa sababu hana haraka, basi atakaa kauchuna tu kimya, hamuulizi mtu.
waumini ndio watakaozaa shauri la kumtafuta atakaye kwenda kusema na Mungu, nani aje aanze kutuhukumu ili tupumzike tena na kisimamo hiki. Baadhi yao waumini ndio watakaosema tumwendeeni Adam, yeye ndiye baba yetu sote, baba wa wanadamu, kaumbwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe bila baba wala mama. Kwa hadhi ya Adam labda tunaweza tukapata hilo ambalo tunaliomba. Fayatunahu, kwa hiyo waumini watamtafuta Adam walipo mpaka wamuone, wamkabili na wamuambie shida yao. Adam si kazi rahisi kumuona, maana kuna watu wako vivulini siku hiyo, wakati wengine wengi ndo hao wamesimama juani kwa miaka mingi, wamesimama juani, wengine wako kivulini. Sasa haitegemewi kama watu kama akina Adam au manabii kukaa mahala juani kwenye kiyama. Kuna hadithi pia Mtume anasema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kuna watu wa namna 7 bila shaka yote, na hawa manabii, anbiya na mursalin ni katika hao. Mwenyezi Mungu anawafunika kivulini siku ambayo hakuna kivuli chochote ila hicho kimoja tu. Kwa hiyo watu walioko juani ndio wanaozaa shauri wamtafute Adam mpaka wamuone, wamwambie hebu katuombee kwa Mungu aje atuhukumu tena, yani kama kasahau vile. Kwa hiyo hapa ndo Sheikh akasema ni baada ya waumini kumtafuta wa kuwaombea ndipo Mwenyezi Mungu atakapoanza kuja kwa ajili ya hisabu. Kwa hiyo watu fayatuna watamuendea Adam alayhi salam, fayakuluna, na wakifika kwake watasema kile walichokiendea, anta abal bashar, wewe ndiye baba wa wanadamu, khalaqaka Allahu biyadihi, Mwenyezi Mungu kakuumba wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu kakuumba haswa, sio kama sisi tumezaliwa. Wewe umeumbwa sana, Mungu mwenyewe akakuumba alivyotaka. Bighairi abin wala ummin, pasi na baba wala mama kama sisi tulivyozaliwa. Kwa hiyo kwa hadhi yako baba wa wanadamu, fastashfa'na ila rabbina, tunakuomba ukatutakie shufaa, ukatuombee kwa Mola wetu, liyaqdi alaina, ili aje atuhukumu tena, hata yurihana min makanina hadha, mpaka Mwenyezi Mungu aje atupumzishe na kikao hiki. Tumechoka, muda mrefu umekuwa. Yani Mungu sio kama kasahau, lakini hana haraka. Huko kuna maisha hayana mwisho, endless life, maisha hayana mwisho. Anapupa ya nini? Hangaikeni tu hapo hapo kwanza, siku ziko za kutosha huko mbele anazo, hazishi. Haya maisha bandia watu yanawazuzua, yanawatoa roho na akili. Kuna maisha hayana mwisho, yanatakiwa yatengenezwe hapa. Watu wala hawajali, hawaelewi habari hizo, hawana yakini, hawaamini hiyo. Kwa hiyo watu mpaka waone ndo wahakikisha kumbe kweli, lakini wakishaona fa anna lahu dhikra, itawasaidia nini kuona huko? Uone leo, ujitayarishe, sio ukaone huko utanabai huko. La, huko hamna tena nafasi ya kufanya marekebisho. Kama ni kuomba msamaha uombe hapa, kama ni kufanya mema uyafanye hapa, kuacha mabaya uyawache hapa. Kwa hiyo watu wakishamwambia Adam fayadhkuru dhanbahu, Adam atakumbuka dhambi yake aliyofanya. Aliwekwa mahala, akawekewa restriction, akaambiwa fakula minha raghadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin, lakini faazallahuma ash-shaytanu anha fakhrajahuma mimma kana fi. Aliambiwa tumia kwa kula na kunywa unachotaka katika eneo hili, lakini tu mti huu mmoja sitaki ukaribie. Lakini shaitani akawazaini mpaka wakala tunda la mti waliloambiwa wasikaribie. Hilo tu atalikumbuka Adam siku hiyo. Fayastahi, ataona haya, wayakulu, na aseme kuwajibu wale waumini, lastu hunakum, mimi siye muombezi wenu leo. Kosa moja, lakini kwake ni mzigo mkubwa, na akilikumbuka hilo tu moja atasema lastu hunakum, mie si muombezi wenu leo. Inna Allaha qad ghadiba ghadaban ma ghadiba qablahu qatu, leo Mwenyezi Mungu ana hasira. Maana hichi kimya chote mnachokiona ni kwa sababu ya hasira zake. Ana hasira leo Mwenyezi Mungu ambayo kabla ya hapa leo hajapatapo kukasirika kama alivyokasirika leo. Na mimi mwenyewe ninakosa, nimemkosea. Sasa mimi mwenyewe mkosefu,
nijitokeze na komo langu nikawaombea watu? Siwezi mie kwenda kumwombea mtu yoyote, mtasame, mtaniwia radhi. Sasa waumini walikaa shura huko, wakasema tumpate nani? Akaseme na Mungu, wakamuona ni yeye. Sasa kesha waangusha, watamuuliza waumini, haya sasa wewe tuliyekutegemea kwa dhana zetu za heshima yako mbele ya Mwenyezi Mungu unatuangusha, tufanyeje? Sasa unatupeleka kwa nani? Adam atatoa rai, awaambie etu Nuhan, muendeni Nuhu, innahu awwalu rasulin ursila ila ahli al-ardi. Nuhu yeye ni mtume wa kwanza mursal aliyetumwa kwa watu wa ardhini, na kafanya kazi nzuri tu, kapambana na misukosuko mingi sana, ni katika ulul azmi minar rusuli. Kwa hiyo muendeni huyu Nuhu, labda kwa heshima yake mnaweza mkapata haja yenu. Kwa hiyo watu wataanza safari nyingine mpya ya kumtafuta Nuhu, yuko wapi, wapeleke malalamiko yao. Wanamjua, usiseme watamjuaje, wanamjua. Katika waumini wengine si waliishi zama zake, anasema tunamjua alipo sisi, ngoja tumtafute. Kwa hiyo watamtafuta Nuhu mpaka wakimuona wamuelezee ile shida yao na hatua waliofikia, kwamba tumekwenda kwa mzee wetu, lakini kasema yeye kwa alivyo Mungu leo anaogopa. Kwa hiyo tuombee kwa Mwenyezi Mungu aanze kutuhukumu tena ili tupumzike. Na Nuhu naye atakumbuka kosa lake, atajibu kama alivyojibu Adam. Leo Mwenyezi Mungu ana hasira hajapatapo kukasirika kama alivyokasirika leo, na mie mwenyewe nina kosa kubwa nimetenda mbele yake. Hasa nina ujasiri gani wa kumkabili nikamuombee kwa ajili ya watu wengine? Lastu hunakum, mimi siye muombezi wenu leo. Siwezi kumkabili Mwenyezi Mungu kwa alivyokasirika nikakuombeeni. Lakini etul khalila Ibrahim alayhi salam, innahu khalilur rahman, muendeeni Ibrahim alayhi salam, yeye ni mwandani wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, rafiki yake mpenzi, labda yeye anaweza akakuombeeni, lakini mimi siye. Kosa la Nuhu naye kamuombea mwanawe kafiri, kesha kupapatua, Mwenyezi Mungu uliniahidi mimi na watu wangu tutasalimika, huyu mwanangu mbona ni katika watu wangu ndo anaangamia? Akagombwa, akaambiwa ya Nuhu, ewe Nuhu, innahu laysa min ahlik, huyu si katika watu wako niliokuahidi bwana, una nini wewe? Innahu amalun ghairu salih, huyu ni amali moja mbovu mno, hafai huyu kuwa katika watu wako. Tena inni a'idhuka an takuna min aljahilin, ninakuonya usiwe katika watu wajinga. Usiombee mtu asiyestahili kuombewa. Ma kana lirasulin wala lilladhina amanu, haistahiki kwa mtume yoyote, achilia mbali mtu wa kawaida tu shekhe, mtume yoyote, wala lilladhina amanu, wala watu walioamini wenye imani njema, haifai kwao mitume na waumini an yastaghfiru lilmushrikin, kuwaombea msamaha watu washirikina, min baadi an yatabayyana lahum annahum min ashabin nar, baada ya kuwabainikia kwamba hawa ni katika watu wa motoni. Mtu kafiri alafu wewe unasimama unamuombea dua, kwa mapenzi gani ulionayo? Na nani unamuomba? Yani yule aliyekerwa na akaudhika zaidi, halafu wewe ndo unamuomba amsamehe adui yake anaendelea kumuudhi, wewe ndo nani unayeomba? Kwa hiyo mtume na waumini wamekatazwa kuwaombea washirikina, hata kama ni baba zao wenyewe au watoto wao. Nuhu ndo kagombwa huyo. Kwa hiyo kosa hili atalikumbuka, aseme kwa Mwenyezi Mungu alivyokasirika, na kwamba mimi binafsi nimeshamkosea, sina ujasiri wa kumkabili nikamuombea mtu yoyote. Sasa twende kwa nani? Nendeni kwa Ibrahim. Watamtafuta Ibrahim, wakimuona na yeye kazi ndo itakuwa hiyo hiyo, wamwambie shida yao. Ibrahim naye atasema mimi nimeshasema uongo mara 3, na Mwenyezi Mungu leo kakasirika, siwezi kumkabili kwenda kumuomba. Nendeni kwa Musa, innahu kalimullah, Musa alikuwa ni mwenye kuzungumza sana Mwenyezi Mungu. Rajulun atahu Allahu Taurata, huyu ni mtu ambaye Mungu kampa kitabu cha Taurati. Kwa hiyo mwendeni Musa, labda Musa anaweza akazungumza na Mwenyezi Mungu mkapata mnachokitaka. Musa naye atakumbuka kosa lake, anasema nimeua mtu mimi, mtu kabisa, nilimchapa kofi akafa,
nimeua, kwa hiyo mimi mwenyewe ninakosa, pamoja na kuwa nimesamehewa, lakini leo Mungu kakasirika, sina uwezo wa kwenda kumuombea mtu. Lakini nendeni kwa Isa, utoa Isa ibn Maryam, mwendeeni Isa mtoto wa Maryam, innahu ruhullah, Isa yeye ni roho ya Mwenyezi Mungu, yeye kaumbwa, hana baba. Wa kalimatuhu, na Isa ni neno la Mwenyezi Mungu, alqaha ila Maryam, aliweka kwa Maryam, Maryam akabeba mimba na akamzaa huyu mtoto. Kwa hiyo labda kwa heshima ya Isa mnaweza mkaombewa, haja yenu ikawa. Mwendeeni Isa. Watamtafuta Isa, na Isa naye yeye hana kumbukumbu ya kuwa na kosa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini kosa lake kubwa litakalomtia aibu, atasema kwamba watu mie duniani wamenipa hadhi nisiyostahili, wamenisingizia kuwa mimi ni mtoto wa Mungu na Mungu hana mtoto. Na ujasiri wa kumkabili Mungu leo alivyokasirika. Na watu haweshi huku kuimba mwana wa Mungu, we mwana wa pekee, mwana wa pekee. Kampata wapi? Hawakomi watu. Sasa na yeye atawaambia atu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, mwendeeni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atampa sifa zake hapo, alafu watu ndo watafungasha safari wamtafute huyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata wakimuona naye wakampa malalamiko yao, basi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ataelekea upande wa iliko arshi, na chini ya arshi ndipo panapo kivuli ambacho hamna pengine popote panapo kivuli ila hapo. Basi atasogea sehemu aporomoke kwa kusujudi, atapiga sijida yake ndefu hapo, adete tasbihi hapo, haondoki, ataachwa kasujudi mpaka muda atakaotaka Mwenyezi Mungu mwenyewe, kama miaka 2, miaka 3 au wiki moja. Maana tunaambiwa inna yawman inda Allahi ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu ikilinganishwa na vipimo vya siku zenu za duniani ni sawa sawa na miaka 1000 mnayohesabu nyinyi. Siku moja ya kule, miaka 1000 ya hapa. Kule siku moja, hapa miaka 1000. Kwa hiyo ukiambiwa utakwenda motoni kwa muda wa siku 2, basi uelewe wewe unakaa miaka 2000, miaka 2000 ya akhira. Kwa hiyo atakaa kasujudi kwa muda anaotaka Mwenyezi Mungu, mpaka Mwenyezi Mungu atakapokuwa tena kesha dhibiti hasira zake, atawaambia ya Muhammadun, ewe Muhammad, irfa, nyanyuka, washfa tushafa, naombea ilo unalotaka kuombea litasikilizwa ombeo lako. Kwa hiyo yeye ndo atakayesema na Mwenyezi Mungu, aanze kuwahukumu watu, alafu hapo ndipo itakapoanza hisabu. Na ndiyo maana akasema shekhe hapa kwamba kitatendeka kitendo cha kuanza kuwahisabu watu na kuwalipa baada ya waumini kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu aanze kuwahukumu watu. Dhalika baadama, kitendo cha kuanza kuhukumiwa watu na kulipwa kitatendeka baada ya kile kitendo ambacho yastashfiuna ilaihi, watu wote waumini watataka waombewe bisayidi waladi Adam, kwa kumtumia au kumtuma afanye hayo maombi yule kiumbe ambaye ni bwana mtukufu katika watoto wa Adam, ambaye ni mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fajiu rabbu, hapo ndipo atakapokuja Mwenyezi Mungu. Yani kuja kwake ni kuanza kupractice zoezi zima la kuwahesabia watu amali zao na kuwalipa kwa mujibu wa walivyotenda, vitendo vyake kwa ujumla, vingapi vizuri, vingapi vibaya, anastahiki kwenda wapi katika nyumba mbili. Ndio itaanza hiyo kazi hapo. Atakuja Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, mwenye cheo cha juu na utukufu, lifasli alqadai, kwa ajili ya kuanza upambanuzi wa hukumu, akawahukumu watu kwa mujibu wa matumizi ya umri wao wa duniani, siku zake alizozini, siku alizokula haramu, siku alipodhulumu watu, siku alipowakataa watu hali ya kuwa anawajua, siku chochote alizofanya, mradi rekodi zipo, na Mwenyezi Mungu ataanza kuwahukumu watu kwa matendo yao ya ulalamishi na matendo yao mema ya ibada walizoagizwa. Wal malaikatu yajiuna,
Na malaika kwenye siku hiyo watakuja, maana malaika ndio umalu rahmani, ndio wafanyakazi wa Mwenyezi Mungu. Watakuwa wana kazi zao mbalimbali hapo, watastahiki kufanya. Kwa hiyo na malaika nao wataletwa. Yajiuna, watakuja na malaika, baina yadaihi, mbele ya Mwenyezi Mungu, sufufan sufufa, wamepangwa kwa mistari, kwa nidhamu maalum. Anayehitajiwa au kikosi kinachohitajiwa kitapewa jukumu lake au kazi yake, lakini wanakuja wamejipanga kwa nidhamu. Si mnaona nyie duniani? Maana duniani pana vituko na vitimbi vingi. Mtu hutukanwa, hugombwa msikitini, anajionyesha nini bwana? Anatuswalisha sala sura ndefu kama vile mpaka mtu anachoka kusimama. Sasa ukimtizama huyo anayelaumu, yeye husimama kuangalia keram, hana siti ya kukaa, na akikaa hana nafasi ya kuona. Anasimama kwa miguu yake miwili masaa mawili anaangalia gemu. Hapo umekosea hapo bwana. Hachoki. Halali wao wanaitreat kama haramu, na haramu kwa wao inakuwa ndio halali. Watu wao. Sasa hii ndio siku ambayo Allah anafanya upekuzi. Hata huku nyuma kuna mambo yametajwa huku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sasa mtu aliyekuwa anaweza kuwakirimu yatima, faida yake ndo anaiona siku hiyo. Maana Mungu hasemi maneno ya bure bure ya kusukuma sukuma. Kila anachokisema ni kweli. Kitendo hiki kina value au thamani kubwa. Kwa mtu mwenye imani hukimbia kufanya amali zenye thawabu nyingi kama hii. Sasa nyinyi ninakupeni mali ili hii mali muitumie kupata mavuno ya akhera, halafu mali hii mnaitendea dhambi tu, mavuno ya akhera mnayakataa. Kwenye suratul Maun ndo maana akasema araaita alladhi yukadhibu bidin, unamuona mtu anayekadhibisha malipo, haamini kama kuna siku ya malipo. Angalia anavyolalamisha mambo yenye thamani kubwa, yeye anayaacha. Haamini kama iko siku haya mambo yatamfaa. Ndo maana yake. Fadhaka, ukataka kumjua mtu asiyeamini malipo, alladhi ni kama mtu ambaye yadu'ul yatima, anamdhalilisha, anamsukuma, anamdharau mtoto yatima. Anakaa na yatima katika hali mbaya sana. Na lau kama angelikuwa anaamini malipo na keshajua fadhila ya ibada hii ya kumtunza yatima, watu wangekimbilia sana kuwatafuta hasa mayatima wakakaa nao. Lakini kwa sababu huyu haamini malipo, kitendo hichi chenye faida kubwa yeye anakidhalilisha na kukidharau. Maana bora amjengee mwanamke wake nyumba au wanawake zake nyumba, au anunulie na simu ya mkononi. Hii ndo kaona amali bora. Lakini hiki kitendo cha kumtunza yatima, kumsaidia mtu maskini ili alipwe na Mwenyezi Mungu, anadharau na kuachilia mbali. Huyu ndo mtu kweli ana akili, ndo ana imani huyu? Hivi kumjengea mwanamke wa zinaa nyumba ndo anategemea kuvuna nini kwa Mwenyezi Mungu? Kumnunulia simu ili wawasiliane kwa karibu ndo kapata nini? Akili humo hamna, au imani imepotea? Hapo hakuna imani kabisa. Ndo maana ya hizi aya. Watu wanaokuwa wakasoma aya na wakazifahamu, wanaelewa Mungu kakusudia kutupa ujumbe gani. Kwa hiyo wanakuja Mwenyezi Mungu na anakuja na malaika wake waliopangwa kwa safu safu, kwa nidhamu maalum, kwamba panataka kufanywa kazi maalum kuliko ya kuchagua mgombea wa urais. Wanahukumiwa watu kwa haki na uadilifu, alafu kila mmoja alipwe kile anachostahili kwa mujibu wa matumizi ya kila sekunde ya uhai wake wa duniani. Wajia yaumaidhin bi jahannam, na siku hiyo ndiyo siku ambayo jahannam inasogezwa karibu. Waburizatil jahimu liman yara, moto wa jahimu unawekwa karibu kwa wale wanaostahili kuuona. Maana watu wako kwenye uwanja wa hisabu wamesimama, lakini kwa position zao, wengine wakiangalia mahala wanaiona pepo, na wengine wakiangalia mahala wanauona moto. Kila mmoja akawekwa katika nafasi ambayo akiondoka hapo kwenye hukumu inakuwa rahisi kwake kwenda anakostahili. Kwa hiyo pepo inawekwa karibu na watu wake, watu wa peponi, waumini. Mwenyezi Mungu aturuzuku na sisi imani na atupe uwezo wa kuitumikia hiyo imani ili tuwe ni katika watu waliofanikiwa. Na Mwenyezi Mungu atusaidie tusiwe katika watu washari wabaya wa kwenda kuwekwa upande wa karibu na moto wa jahimu. Kwa hiyo
unaletwa siku hiyo na moto wa Jahannam. Hiyo Mwenyezi Mungu anaanza kutoa hukumu tayari, na watu wakishahukumiwa, wengine wanakwenda zao peponi na wengine wanakwenda zao motoni. Tunafahamu vizuri sivyo mnavyofanya, kuchukua mambo kwa maamuzi ya vichwa vyenu tu. Eleweni nyinyi ni viumbe na Mola wenu yupo, hakukuacheni bure, kakuleteeni mwongozo, muutumie huu. Idha dukkatil ardu dakan daka, zingatieni siku ya hatari ambayo ardhi itakuja kutingiswa kweli kweli kwa mtingisiko wake. Wajaa rabbuka, na wakati huo akaja Mola wako, walmalaku, na malaika, saffan saffa, waliopangwa kwa safu safu, kwamba hiyo ndo siku ya final ya hatima ya matumizi yenu ya wakati wenu wa duniani. Ndo mnaamuliwa siku hiyo, nani kafuzu nani kafeli. Wajia yawma idhin bi jahannam, na ikaletwa ikahudhurishwa siku hiyo hiyo Jahannam. Ai maana yake wa uhdirat jahannama, na ikahudhurishwa Jahannam, liyaraha almujrimuna, ili waione watu wenye makosa. Wale watu wenye makosa ambao baada ya kuhukumiwa tu watakwenda motoni, wanakaa katika nafasi wakitupa jicho wanaona moto. Moto ule ndo tulioambiwa. Kumbe kweli, ala, sasa ndo unaamini baada ya kuona sabat ndo ule ndo moto wenyewe. Wanauona kwamba moto wenyewe walikuwa wanasema wale Waislamu wale tulikuwa tunawatiatia ndani, tukawapiga piga sana, tukawanyima mali, kumbe moto wenyewe huko kweli ndo ule pale. Unaona bwana ndo anatanabahi siku hiyo, anaona kila kitu alichokikataa kumbe kweli. Wajia yawmaidhin bi jahannam, uhdirat jahannam, itahudhurishwa Jahannam, liyaraha almujrimun, ili waione watu walioishi kimakosa duniani, walitumia miongozo sio. Kauluhu ta'ala, kama kauli yake Mwenyezi Mungu aliyosema kwenye aya nyingine, waburrizatil jahimu liman yara, na itasogezwa karibu Jahannam au Jahim kwa yule anayestahiki kuiona. Anayestahiki kuiona Jahannam ataiona Jahannam. Wa fil hadithi, na imekuja kama ilivyopokelewa katika hadithi ambayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuta bi Jahannam yawmaidhin, italetwa Jahannam siku hiyo, laha 70,000 zimam. Jahannam ina sehemu 70,000. Inaletwa Jahannam ina sehemu 70,000. Maa kulli zimamin, kila sehemu moja, 70,000 malakun, ina malaika 70,000 yajurunaha, wanaoikontrol, ambayo hiyo ina watu maalum watakaoingia hapo kwa makosa maalum, na malaika maalum waliokuwa trained kwa kuwashughulikia watu wa mahala hapo. Angalieni watu wa dunia, sijui kuna vikosi vya fanya kuja uone, kuna vikosi vya polisi, kuna vya trafiki, kuna volunteer, kuna nani, vikosi vingi. Kwa hiyo na Allah naye ana vikosi vingi kabisa, kila kikosi na kazi yake maalum kwa ajili ya watu maalum. Tunafahamiana Yaumaidhin, siku hiyo, yatadhakaru linsanu, hapo ndo mwanadamu atakapopata akili yake timamu, akaelewa yote alikuwa anaambiwa. Leo hapa si anabisha, maana mtu anakuwa mkali tena anapiga swali mwenyewe bwana kwa kumwambia asali. Hata hili pia kwake hili linakuwa mzigo au tusi. Swali mwenyewe, si unataka pepo, ukaja ukaniona hapo mlangoni kwa pepo yako nifukuze. Chukua time yako bwana, kila mtu na kaburi lake. Ala, sawa. Yaumaidhin, siku hiyo, yatadhakkaru linsan, mwanadamu ndipo atakapokumbuka yote yaliyopita nyuma. Maana kuna watu waheshimiwa wataanza kuulizana, watu wa jukwaa kubwa VIP, sina wao watakuwa na jukwaa lao, mabosi, na aya zipo zinasema hivyo. idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'au al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Kuna siku ambayo wale waliofuatwa, yani ndo viongozi, watajitenga mbali na wale waliowafuata, yani raia wao.
halafu wataonyeshwa adhabu yenyewe mlioambiwa ndo ile. Lakini wataqata'at bihimul asbab, zile links za uhusiano wao siku hiyo zitakuwa zimekatika. Yani hakuna uhusiano wa askari na afandi wake, hakuna uhusiano wa raia na mfalme wake au rais wake, hakuna uhusiano wa mkurugenzi na watu wa idara yake. Hamna mahusiano kama hayo. Hakuna uhusiano wa nasabu ya baba na mama. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. Hii ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake waliozaliwa baba mmoja mama mmoja, atamkimbia na mama yake mwenyewe aliyemzaa na baba yake na mkewe na wanawe mwenyewe anakimbia. Sasa tena uhusiano wa bosi utakuwaje ubaki? Huko tu mlikokuwa mnaiba pamoja. Sasa siku hii hamna tena uhusiano, kila mmoja na lake, kila mmoja anahukumiwa kwa yake. Tunafahamiana vizuri Kwa hiyo tusitesane bure, iko siku tutatengana. Wakala alladhina tabau, wale waliofuata raia, watu wadogo walioongozwa, watasema kwa kulalamika, tazama wale walivyokaa kule, hawana habari na sisi. Sisi tumepoteza wakati wetu wote kwa ajili yao. Wametuambia tuwakatae watu na huku tunawajua, na maana ndo hayo mambo yanatendeka. Sasa siku hiyo yeye anakuja kukumbuka pale, lakini hana msaada. Tazama walivyojitenga. Lau anna lana karatan, kama tunapata nafasi ya kurudia tena duniani. Kama lau haizai kitu cha kheri. Lau ni ufunguo wa sheitani. Mtume anasema lau anna lana karatan, lau kama tunapata nafasi ya kurudia tena duniani, wale waheshimiwa wale, tunatabarra minhum kama tabarra'u minna, tutawakataa tujitenge nao, hatutowatii tena wale kama wao walivyojitenga na sisi. Unafikiri aje huko tena deki chini akutafute, wewe ulikuwa mtumishi wetu bora, ulikuwa unafuata kanuni za chama na serikali, kwa hiyo wewe tutakuombea. Nani aje? Yeye mwenyewe taabani. Hapo ndo Mungu anahukumu kila mtu. Halafu watu ambao walifuata miongozo ya kutunga haiwasaidii, na wale waliowatungia miongozo wenyewe wamefeli na hawawezi kutoa msaada, hawakuombei, unakwenda motoni. Tuko pamoja Yauma idhin, siku hiyo yatadhakkaru al-insanu, ndo mwanadamu zinamjia akili, anakumbuka mambo yote aliyoambiwa. Na waheshimiwa nao watakuwa kwa upande wao wanasema ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Leo mbona hivi hatuwaoni wale vijana, wale watu tuliokuwa tunawahesabu kuwa ni wakorofi, watu washari, wale walikuwa wanawafunga sana, wanawapiga sana, wanawadhalilisha sana, wanawaambia ni wakorofi, watu wa dini hawa, dini yao mbaya. Wale ndo wanawatafuta, hawawaoni kwa sababu wako position mbali. Wale wako kwenye upande ambao wakiangalia wanaona pepo, na wao wako kwenye upande ambao wakiangalia kokote wanaona moto, wako mbali. Wakalu, watasema waheshimiwa, ma lana, tuna nini leo, mbona hivi? La nara rijalan, hatuwaoni wale watu ambao kunna na'udduhum min al-ashrari, sisi tulikuwa tunawahesabu kuwa ni watu washari, wakorofi, mbona hawapo machoni? Anamkumbuka mtu alimfunga jela kwa miaka mingi, au kamuua, au kamfanyaje, yuko wapi yule mkorofi? Alikuwa anazungumza habari kama hizi za moto nini, mbona kama leo iko kweli? Anamkumbuka siku ile. Unafahamu Yatadhakkaru al-insan, atakumbuka tu mwanadamu. Kama leo hataki kukumbuka, iko siku atakumbuka, lakini hasara, kwa sababu kukumbuka kule fa anna lahu dhikra, kukumbuka yake ile itamsaidia nini? Na hapa jitihada imefanywa ili yeye afanye vyema, asalimike. Lakini jitihada ya hapa haikuzaa matunda. Yeye kaifunua macho, kaona uheshimiwa, kaona pesa, kaona starehe, kaona anasa, hana jengine, hajui haki wala batil, hajui Mungu wala mtume. Yeye anajua sera zake, ilani zake, miongozo yake. Basi atakapokuja kukumbuka siku ya kiyama, anakwenda motoni moja kwa moja baada ya hapo. Yauma idhin, siku hiyo, maana yake fi
dhalika al-yawmi rahibi, kwenye hiyo siku ambayo ni siku inayotisha. Fi dhalika al-yawmi rahibi, kwenye hiyo siku yenye kutisha sana hiyo. Wal mawqif al-asibi, na hapo mahala palipo pagumu kweli kweli. Yatadhakkaru al-insanu amalahu, mwanadamu yoyote atakumbuka amali yake ya duniani, ni njema au mbaya, ataikumbuka tu. Hata kama hapa alikuwa haambiliki, kule atakumbuka tu. Wayandamu, na atajuta, kila mtu atajuta, ala tafritihi wa isyanihi, juu ya kupindukia kwake mipaka na kumwasi Mola wake. Kila mtu atakumbuka na atafahamu alichoambiwa, maana alikataa hakuna moto, leo ndo anauona ule pale. Alipinga kufufuliwa hakuna, itakuwaje ukeshaoza ufufuliwe? Anajishtukia ndo keshafufuliwa tayari, na anakumbuka yote aliyoyafanya, hana tena sababu ya kukimbia. Lakini wayuridu, na atataka kila mtu, wayuridu, na atataka an yakla wa yatuba, apate fursa ya kukomboka kutokana na hali ile ngumu, atubie. Kila mtu atatamani kutubia. Katika sura ya 16 kama sikosei, au itakuwa ya 15, Allah anasema rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, bila shaka watu wote waliokufuru ama kafiri hawa watatamani siku ya kiyama lau na wao wangelisilimu. Sasa lau hiyo ndo lau, rubama huenda ikawa, au ndivyo ilivyo. Yawaddu alladhina kafaru, watatamani watu ambao wameishi katika miongozo ya kikafiri isiyo ya dini, lau kanu muslimin, watatamani lau kama na wao wangelikuwa Waislamu. Ndio maana wanauliza, wako wapi wale tulokuwa tunawahesabu kuwa ni watu wa shari? Kumbe yale waliokuwa wanayasema sema, wanayahubiri, kumbe kweli. Wewe leo unaambiwa hapa uhai na akili yako timamu, hata wewe ukiondoka hapa unadharau. Mpaka siku hiyo ndio uje useme, kumbe yale yaliokuwa yanasema kumbe kweli. Umeluzi hapo shekhe, huna faida ulopata. Ukumbuke leo, ufahamu leo, na haya uyatendee kazi. Wewe ndo utakuwa huko kwenye muongozo, umeongoka. Sio unasikia alafu unaacha hapa kama yalivyo, haisaidii. Unaacha hapa kitabuni, au unakichukua unakiweka nyumbani, ukitoka una sera za chama. Nani kakwambia wewe kama sera zako hizo zitakupeleka peponi? Nani? Umefeli. Huu muongozo wameletewa watu walioamini, watumie huu. Kwa hiyo haya yaliyomo humu yatekelezwe kwa vitendo, implementation inatakiwa. Sasa wewe mpaka uende ukakumbuke siku ya kiyama ndio utafute nafasi ya kutubia? Hamna tena nafasi ya kutubia. Kama uliagizwa agizo la humu, ulitende wewe leo. Umekatazwa jambo humu, ulikatae leo, sio mpaka siku ya kuona ukweli. Haisaidii. Kwa hiyo kila mtu siku hiyo ngumu na yenye kutisha atakumbuka matumizi mabaya ya umri wake wa duniani. Yatadhakaru linsanu amalahu, mwanadamu yoyote atakumbuka amali yake. Wayandamu, na atajuta ala tafritihi wa isyanihi, atajutia kupindukia kwake mipaka na kuasi kwake kwa Mola wake. Wayuridu an yakla wa yatuba, atapenda kuachana na hali ya ukosefu, atubie kosa lake. Wa anna lahu dhikra, jawabu iko hapo mwisho wa aya. Wa anna lahu dhikra, itamsaidia nini kukumbuka yake siku hiyo? Alitakiwa akumbuke leo kabla hajafa, aende kwa Mola wake vizuri, yuko salama. Anakwenda kukumbuka siku hiyo, inamsaidia nini? Itafaa wapi? Wa min aina yakunu lahu al-intifa'u, yatapatikana wapi kwake manufaa ya kukumbuka bidhikra, ya uko kukumbuka kwake. Wakad fata awanuha, na wakati wake kukumbuka umeshapita. Kama maagizo uliletewa uyatekeleze huku tekeleza, umeyabeba. Tena ukenda kukumbuka kule, wewe unatafuta matatizo. Yakulu, atasema mtu katika uko kukumbuka kwake, hiyo kutamani kwake, lau angelisilimu, ndo lau tu. Yakulu, atasema kila mwanadamu, ya laitani qaddamtu li hayati,
ya laiti mimi ningelitanguliza mambo mema yatakayonifaa kwenye uhai wangu huu wa sasa. Uhai wake wa akhera kaudestroy, kauharibu wote kwa zinaa na starehe. Hakufanya ibada mpaka kafa. Halafu baada ya kufa tena kategemea hitima zinazosomwa na jamaa wa marehemu wakuchinjie ng'ombe wote waliopo mjini hapa. Huwezi kupata salama madamu wewe ni mkosefu. Huwezi. Lazima uwe ni muumini, halafu imani yako ithibitishwe na matendo, ndo Mungu anakuhesabu wewe umeongoka, ulifuata mwongozo wake. Na utalipwa kwa sababu ya imani yako na ulichokitenda. Sio kwamba wewe una Uislamu wa kuzaliwa tu, halafu ufanye kwa mujibu wa demokrasia, utegemee Mungu akulipe kheri uende peponi. Hamna hiyo mahala popote. Hakuna mtume aliyeletwa na demokrasia hapa. Dini ya Mungu ndio inayoulizwa siku hiyo. Kwa hiyo kwa leo, kutokana na muda, inshallah tutaweka hapa. Tutakuja kuondokea hapa na kumalizia mpaka mwisho wa sura kwenye darasa ijayo biidhnillah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Achaneni na mwenendo wa kujipangia wenyewe mkamdharau Mwenyezi Mungu alivyokupangieni. Kumbukeni siku itakapokuwa kuvurugwa hii ardhi au kutikiswa hii ardhi, huo mtikisiko wake. Wajaa rabbuka, na kumbukeni siku ambayo atakuja Mola wako. Wal malaku, na malaika, safan safa, waliopangwa kwa safu baada ya safu. Wajia yaumaidhin bi jahannam, na eleweni kwamba siku hiyo ndiyo siku ambayo Jahannam italetwa muione. Yaumaidhin, siku hiyo, yatadhakkaru al-insan, mwanadamu yoyote atakumbuka. Wa anna lahu dhikra, lakini kukumbuka yake hiyo itamsaidia nini? Hata Jojibushi atakumbuka siku hiyo, atasema bora na mimi ningelisilimu. Yoyote mwanadamu, nafahamiana eh? Hata Firauni pia asema bora ningelimkubali Musa alivyosema. Ni mwanadamu yule, sio Mungu kama alivyodai. Yatadhakaru linsanu, atakumbuka mwanadamu. Wa anna lahu dhikra, kukumbuka yake hii itamsaidia. Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard. Morogoro 96.3, Dar es Salaam 104.5, Zanzibar 104.5, Arusha 90.9, Mwanza 106.5, Dodoma 102.0, Mbeya 90.3, Iman FM. Elimu bila mipaka, msikilizaji wa Radio Maana FM, bado unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa mjini Morogoro, Tanzania. Unataka kusikiliza tafsiri ya Qur'ani kutoka kwake Sheikh wetu, namzungumzia Sheikh Msalim Ali, na kuweza kutufikisha majira haya ya 5:08 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda kudumu moja kwa moja katika kusikiliza kipindi cha familia na baba Kiwasha. يا منزل الآيات والقرآن بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان.